Basi tena baada ya kuwa na wiki nzima, baada ya Mwenyezi Mungu kukulinda wewe na kunilinda mimi, na amekuwa mwepesi katika kutupatia fursa hii kila siku, kila asubuhi na hata wakati mwingine mchana au jioni, kulingana na jinsi ameweza kutukabidhi wakati mwafaka wa kuweza kusikia neno lake. Na basi tena ninakukaribisha asubuhi hii ya leo ili kwamba ukaweze kusikia neno ambalo Mwenyezi Mungu amekusudia tukaweze kupata siku hii ya leo. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:3 na 4, Biblia inasema ya kwamba akakutweza, akakuacha uone njaa, apate kukujulisha ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno ambalo linalotoka kwa kinywa chake Mwenyezi Mungu. Na unaposikia nyimbo hiyo ya Cherowet kutoka Narok, injili hii imeweza kupenya, imefika hata sehemu za Wamasai, nao wanazitangaza upendo huu wake Mwenyezi Mungu. Na asubuhi hii ya leo, as I anchor that song, as I link it with my message, it is a wonderful piece. And when you find time, usiwe unaingia katika jamii ya mitandao na unaangalia vitu ambavyo havikukuzi roho. Mojawapo ya nyimbo ambazo unaweza kusikia ni nyimbo hii ya Cherowet ambayo wanaimba juu ya upendo. Neno la Mungu linasema, kitabu ambacho sisi tunafahamu kabisa ya kwamba Mungu ni upendo. Na kwa maana jinsi hii Mungu aliweza kuupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kwamba yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, jinsi neno la Mungu linasema, wakujue wewe Mwenyezi Mungu na mimi Yesu Kristo uliyeweza kunituma. Basi kwa dakika zisizo pita kama 5 au 4 hivi, ninataka nikaweze kufunza juu ya upendo. Lakini mojawapo ya fungu ambalo ninataka tuweze kusoma ili kwamba pia tuwafariji wale ambao wanahitaji faraja, kwa sababu neno la Mungu linasema anatufariji sisi, basi tukaweze kuwafariji wale wengine. Na mojawapo wa mama kanisani ambaye anaitwa Mama Lynn, ambaye aliweza kupoteza mtoto wake, na fungu ambalo tuliloweza kulisoma sehemu ya magerezani, basi nitaweza kulirudia ili kwamba likaweze kumpatia moyo. Na basi sisi ambao hatujafiriwa tudhihirishe upendo kwa kuweza kumzuru, tudhihirishe upendo kwa kuweza kusimama naye, hata kuweza kugaramika katika masuala ya maziko, hata kuweza kugaramika katika kununua vitu ambavyo ataweza kuvitumia pale nyumbani wageni wanapofika pale. Na ndiyo mara kwa mara huwa ninasema ya kwamba dini iliyo safi, dini isiyo nataka, dini isiyo na mawaa ni ya kuweza kuwazuru waliolemewa katika dhiki zao, ya kuwatembelea wajane na hata katika dhiki zao, na hata kuweza kuonyesha upendo kwao wakati wana dhiki. Blessed are those who mourn, because Mungu ataweza kuwa na wao wanapofariji na wale wengine kushinda wale ambao wanaenda harusini. Na basi Biblia inasema katika kitabu cha Nahum ni kitabu ambacho akisomu. Nahum 1:7, Biblia inasema, Bwana ni mwema, kimbilio wakati wa taabu, huwatunza wale wanaomtegemea, lakini kwa mafuriko makubwa atawaangamiza Ninawi. Ikaendelea ikisema hivyo. Lakini fungu ambalo ninataka uweze kushika ni Nahum 1:7. Biblia inasema Bwana ni mwema, yeye pia ni kimbilio wakati wa taabu, na ana uwezo wa kuwatunza wale ambao wanaweza kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana wimbo umeweza kuibwa, heri walio mtumaini Bwana, kwa maana wataweza kupata mambo mema. I want to coin it with a very specific verse ambayo ni ya kawaida, ambayo tunasema ya kwamba ni usalama wa watu wa Mungu, ama ni wimbo ambao ulioimbwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi katika Zaburi 125, nayo inasema, wale wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hauwezi kutikisika, bali wadumu milele. Wanafananishwa unapomtumaini Bwana, japo unapitia shida, unadhihirisha upendo kwa watu kwa kumtumaini Bwana. Unaamini ya kwamba unastahili ukaweze kufika kwa watu ambao wamelemewa katika dhiki zao, kama mama ambaye nimeweza kumtaja. Biblia ikasema katika Wakorintho wa kwanza 13, Biblia inasema ya kwamba nijaposema kwa lugha za malaika, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Mambo haya
kama hujasema, kama huna upendo, hata uongee lugha za kimalaika, basi wewe huna upendo. Ujapo jaribu kusema mambo haya, unaweza hata kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Unaweza kusikia hata neno ambalo tunalo lisikia siku ya leo. Kama hauna upendo, wewe ni kitu bure. Love covers everything. When if you show remorse, but you don't have love in your heart, then you are useless. Na basi jana nikaweza kusema ya kwamba Biblia ina mambo mengi sana ambayo inatuomba siku hii ya leo ya kwamba tukaweze kuwa ni watu ambao ni hakika, we must be deliberate katika mambo ya kuweza in private life, in family life and in public study, tusome neno lake Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana jana nikaweza kusema statement hii ambayo ninakamilisha nayo. The Bible is God's great book for humankind. Na kwako wewe ambaye unayesikia, udhihirishe upendo siku ya leo. Tembea hospitalini, tembea gerezani, tembelea jirani yako ambaye anaugua, tembelea watu ambao wamefiliwa. Show love to mankind. Ladies and gentlemen, Biblia hii, it contains answers to the great problems of life. It contains answers to destiny and it inspires a life of integrity. Chagua upendo. Sikiza hiyo nyimbo ya Cherowet, nayo itaweza kukubariki kuhusiana na upendo. Amani ya Bwana ikaweza kuwa nawe. Do something that will demonstrate that you know God, because God is love. Show love to your neighbor. Show love to those in hospital. Show love to those who are bedridden. Show love to your fellow colleagues. Onyesha upendo siku hii leo. Show love, brothers and gentlemen. Tuonane asubuhi. Onyesha upendo siku zote. Amani ya Bwana ikaweze kuwa nawe na ukaweze kudhihirisha upendo siku hii ya leo, na sio siku hii bali siku zote. You can follow us katika mafunzo mengine mengi ambayo tumesema. Benjamin Omoria in YouTube, unaweza kunifuata pale, na pia unaweza kuangalia TikTok. Usiangalie tu vitu za kupumbaza, bali angalia mambo ambayo that can nourish your soul, that can prepare you for the second coming, because Yesu Kristo akaweza kutajwa na Yohana na akaweza kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Mwangalie huyu Yesu Kristo, muinue Yesu Kristo, dhihirisha upendo. God bless you.